Tumsifu Yesu Kristo. Basi tunashukuru Mungu kwa siku ya leo. Ametupa tena nafasi ya kukula na kunywa mezani pake. Nami naamini liko jambo kubwa ambalo Mungu ametuandalia tena siku ya leo. Kwa hiyo niwakaribishe katika meza ya Bwana kuwashirikisha kile ambacho anatamani tukipate leo. Somo letu ambalo tunaendelea nalo na mwalimu ameanza nalo ni wiki ya 3 sasa, namna ya kuvuta baraka za Mungu. Ndio somo ambalo tunajifunza kwa kipindi hiki. Namna ya kuvuta baraka za nani? Za Mungu. Nimetafakari Efeso sura ya 1 aya ya 3 ambayo mwalimu alikuwa anasimama nayo. Inasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za rohoni. Hebu sema, aliyetubariki. Aliyefanyaje wapendwa? Najua kuna Waswahili wazuri hapa. Aliyefanyaje? Hivi iko kwenye wakati uliopita, uliopo au unaokuja? Uliopita Kumbe mwambie mwenzako umeshabarikiwa. Mtikishe kidogo, mwambie umeshabarikiwa kwa baraka zote. Tunaelewana vizuri wapendwa Anasema, atukuzwe Mungu Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetubariki kwa baraka zote za roho. Si ambaye atatubariki, aliyefanyaje? Aliyetubariki. Anasema katika ulimwengu wa roho ndani yake Kristo. Kumbe baraka zetu ziko katika ulimwengu wa nini wapendwa? Sasa shida au kazi tulio nayo ni kuzibadilisha zitoke kwenye ulimwengu wa roho zije kwenye ulimwengu wa nini? Wa mwili, ili tuzione kwa macho. Lakini kwa mujibu wa Biblia inasema tumebarikiwa kwa baraka zote. Yaani hapo ulipo hakuna baraka yoyote ambayo unahitaji kwa Mungu ambaye hajakubariki nayo. Lengo la somo hili ni kutusaidia tuzidi kufaidika na baraka zinazopatikana ndani ya imani tulio nayo katika Kristo Yesu. Lengo la somo hili ni kutusaidia tuzidi kufaidika na baraka zinazopatikana ndani ya imani tulio nayo katika Kristo Yesu. Tufaidike na hizo baraka, kwa sababu Paulo anatuambia tumekwisha kubarikiwa kwa baraka zote. Kumbe kwa nini tunajifunza somo hili? Kutusaidia tuzidi kufaidika na baraka zinazopatikana ndani ya imani tulio nayo katika Kristo Yesu. Kwa nini tunajifunza? Kwa sababu tusipoona faida ya kuwa ndani ya Yesu, hatuwezi kupata msukumo ndani yetu wa kushuhudia wengine. Tunaelewa vizuri wapendwa? Narudia hii point tena. Tusipoona faida ya kuwa ndani ya Yesu, hatuwezi kupata msukumo ndani yetu wa kushuhudia wengine. Kwa sababu utampelekea mwingine habari za Yesu, atakuuliza wewe kwako amefanya nini? Uongo kweli? Muulize jirani yako, wewe Yesu kwako amefanya nini? Ni swali gumu Hivi unaenda kwenye maombi kila siku, wewe Yesu amekufanyia nini? Huyo Yesu. Kwa sababu saa nyingine unaweza ukapima, labda kuna ndugu, kuna jamaa, kuna rafiki, unaona hana habari na kanisani, si ndio? Hana habari na Mungu, yeye ni matambiko, ni waganga, lakini mambo yake yanaenda. Alafu mwaka kwa mwaka na Yesu. Ule jirani yako yanaenda? Anasema. Kumbe tusipoona faida ya kuwa ndani ya Yesu, tutakosa ujasiri wa kushuhudia nani wapendwa? Wengine. Andika jambo la kwanza. Nini maana ya baraka? Ngoja nianzie hapa. Nini maana ya baraka? Wakati mimi natafakari, nini maana ya baraka? Nini maana ya baraka?
Wapendwa, baraka ni kustawi. Ni kufanyaje wapendwa? Mtu mwenye baraka anastawi kwenye familia, kwenye biashara, kwenye kazi, kwenye afya, kwenye kila kitu, kwa watoto wake. Anafanyaje? Anastawi. Tunasema huyu mtu amefanyaje wapendwa? Amebarikiwa. Hebu sema kustawi. Muulize jirani yako, wewe umestawi? Maana utakuta mwingine ndoa iko vizuri, watoto wameharibika. Hizo sio baraka. Si ndio wapendwa? Mwingine unakuta ana fedha nyingi lakini hali vyakula. Tunakula vyakula ambavyo havina chumvi. Hii ni baraka, hii ni matatizo. Lakini baraka ni kufanyaje? Hebu sema kustawi. Maana nyingine ya baraka ni kuwezeshwa. Kuwezeshwa. Tunasema huyu mtu amebarikiwa na Mungu. Mungu amemwezesha. Kila anachokifanya kinaenda. Kila anachokigusa kinaenda. Tunasema huyu mtu amefanyaje? Amebarikiwa. Kuwezeshwa. Maana nyingine unaweza ukasema kuinuliwa. Tunataka tuinuliwe mwaka huu kwa jina la Yesu. Kufanyaje wapendwa? Kuinuliwa. Unatoka hatua moja unaenda hatua. Tunasema huyu mtu amefanyaje? Amebarikiwa. Ameinuliwa. Ulianza biashara na 50,000, sasa hivi unamiliki mamilioni. Amebarikiwa. Amina, amina. Kuinuliwa. Maana nyingine ya baraka ni kufanikiwa. Kufanikiwa. Kila unachokigusa kinafanikiwa. Ukifuga kuku zinafanikiwa, wengine zinakufa. Halo. Ukisema uweke hata biashara ya mboga mboga unafanikiwa. Mpaka wengine wanakushangaa, huyu atakuwa na mganga huyu. Kufanikiwa. Kujulikana. Halo. Hebu sema kujulikana. Kujulikana maana yake nyingine ni kutambulika. Unajua kuna mtu aliyebarikiwa Bwana anatambulika. Sasa jamani, hata balozi wa nyumba 10 ya kutambulika. Kujulikana. Wakati ya watu ambao watatajwa, mwambie jirani yako na wewe unatajwa. Na unafanyaje wapendwa? Unatajwa, kujulikana. Tunasema mtu amefanyaje? Amebarikiwa. Maana nyingine ya baraka ni kuwa na furaha. Yaani inawezekana mtu unasema umebarikiwa wakati wewe una furaha. Hapo hamna baraka. Kuwa na furaha. Hata kama utakuwa mbarikiwa sio baraka zote. Kuwa na amani. Kuwa na nini wapendwa? Ni mtu unakuwa na furaha, unakuwa na amani. Yaani haijalishi. Inawezekana unakula mlo mmoja lakini moyoni una nini? Una amani. Nazo ni baraka hizi. Kwa sababu wako watu ambao wana mapesa, hata muda wa kula hawana. Hata hicho chakula hawawezi. Ni kutoshelezwa. Baraka, kutoshelezwa. Kutoshelezwa. Mungu anatutosheleza kwenye kila kitu. Alisema baraka zote. Kutoshelezwa. Soma Matendo ya Mitume pale baada ya siku ya Pentekoste. Biblia inasema kanisa la kwanza walikuwa na mahitaji. Hakuna mtu ambaye alikuwa na uhitaji. Halo? Maana yake Mungu aliwabariki, walitoshelezwa kwa kila kitu. Hakuna mtu alikuwa na uhitaji. Kasoma Matendo utaona pale. Kanisa la kwanza namna liliishi. Hakuna mtu aliyekuwa na uhitaji. Maana yake katikati yao hapakuwa na mgonjwa, hapakuwa na mtu mwenye njaa. Wametoshelezwa. Wamefanyaje wapendwa? Maana nyingine ya baraka ni kutengenezwa unavyotakiwa kuwa. Hebu sema kutengenezwa. Tunaposema huyu mtu amebarikiwa, maana yake umetengenezwa namna vile Mungu alitaka uwe. Kutengenezwa namna inavyotakiwa uwe. Kutengenezwa. Yamkini hata unavyohudhuria hapa, mwambie jirani yako Mungu anakutengeneza. Mungu anafanyaje wapendwa? Ili uwe anavyotaka uwe.
tuna maagano na Mungu mazuri tu. Haijalishi umezaliwa kwenye hali gani, lakini yamkini Mungu amefunga agano na wewe. Unaweza ukawa ndani ya agano na Mungu na usifaidike na baraka zilizo ndani yake. Nitakupa sababu. Unaweza kuwa tunajifunza namna ya kuvuta hizi baraka, si ndio tuzivute. Unaweza ukawa ndani ya agano na Mungu na usifaidike na baraka zilizo ndani yake. Angalia kitabu cha Mwanzo sura ya 39. Mwanzo sura ya 39. Utasoma aya ya kwanza hadi aya ya 6. Mwanzo 39. Aya ya kwanza hadi ya 6. Inasema hivi: basi Yusufu akaletwa mpaka Misri, naye Potifa akida wa Farao mkuu wa askari, mtu wa Misri, akamnunua mikononi mwa hao wa Ishmaeli waliomleta huko. Bwana akawa pamoja na Yusufu, naye akastawi, naye alikuwa katika nyumba ya bwana wake yule Misri. Bwana wake akaona kwamba Bwana yu pamoja naye, na ya kuwa Bwana anafanikisha mambo yote mikononi mwake. Yusufu akaona neema machoni pake, akamtumikia, naye akamweka awe msimamizi juu ya nyumba yake, na yote yaliyomo akaweka mikononi mwake. Ikawa tokea wakati alipomweka awe msimamizi juu ya nyumba yake na vyote vilivyomo, Bwana akabariki nyumba ya yule Misri kwa ajili ya Yusufu. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya vyote alivyo navyo katika nyumba na katika shamba. Akayaacha yote aliyo nayo mikononi mwa Yusufu, wala hakujua habari ya kitu chochote chake ila hicho chakula alichokula tu. Nisikilize mpendwa. Yusufu alikuwa ni mtoto wa mzee Yakobo, si ndio? Si mnajua hiyo habari? Ndugu zake wakamchukia, wakamuuza Misri. Si mnajua hiyo? Kwanza walitaka kumuua, baadaye wakaona bora wafanyaje? Kumbe hawakujua Yusufu ndiye aliyekuwa amebeba baraka zao. Halo. Sikiliza. Yusufu yuko Misri kwenye nyumba ya Potifa. Biblia inasema Mungu akambariki Potifa na nyumba yake yote. Mbaraka wa Bwana ukawa juu ya nyumba ya Potifa kwa ajili ya Yusufu. Yaani Yusufu ni mtoto wa mzee Yakobo, lakini baraka amezipeleka kwa Potifa. Sijui naeleweka vizuri? Yaani inawezekana mama umezaa watoto, badala wale watoto ufaidike nao, wengine ndio wanakula matunda ya watoto wako. Hizi familia hazipo? Kaangalia utaona familia zinateseka wakati wana mtoto aliyefanikiwa, lakini wanayefaidia yale mafanikio ni wengine. Kwa jina la Yesu tutamrejesha leo, tutamtoa kwa alikokamatwa, tutamtoa kwa anakotumika, turejeshe hizo baraka kwenye familia na ndoa zetu. Haleluya. Mwambie mwenzako Yusufu wako tutamrejesha. Fikiria mama, fikiria baba uliye mahali hapa. Huyu mtoto ni makwako, afu unasikia unapelekewa tu habari kijana wako kule alipo mambo yako vizuri, wewe unakufa kwa njaa. Kwani Yakobo hakuwa na agano na Mungu? Si alikuwa na agano? Lakini angalia baraka zilizobebwa, kwa sababu si watoto wote watabeba hizo baraka eti. Halo? Baraka za nyumba ya Yakobo zilikuwa kwa mtoto wa 11 ambaye ni Yusufu. Ndio alibeba baraka za familia, lakini alienda kufaidika nazo nani? Potifa. Na hivi jamani kagundua alijanja kweli. Alipoona tangu Yusufu aje pale kwake, kila kinachofanyika kinafanikiwa, akamkabidhi kila kitu. Atakumbuka nyumbani huyu. Utamlaumu tu bure, mimi nakwambia. Hakumbuki. Kila kitu kapewa. Kumbe huyu aliyempa hicho anajua kabisa. Na watu wa namna hiyo hapo. Kuna mabosi wakimkamata mfanyakazi wakishajua huyu nafanikiwa kupitia yeye, akuachii kwa njia yoyote. Hakuachii, hakutoi hapo. Niende akuloge kuliko uondoke. Mimi nakwambia atakuloga. Unaenda wapi? Mama mmoja mimi alinipa story. Mume wake bwana walianza maisha ya chini. Ngoja niwaambie kitu, ili ujue saa nyingine baraka zetu zinaenda kwa wengine. Wameanza na maisha, yani mama yule yeye ana kakazi. Kwa hiyo ameolewa na mume wake alikuwa hana chochote.
Mama akakubali, akaona tutapambana, basi tutanani. Basi wakaoana, wakaingia kwenye ndoa. Yule mama alikuwa ni mtu wa Mungu mzuri sana. Alichofanya, akaanza kumsomesha mume wake. Mnanielewa vizuri? Akaanza kumsomesha nani? Kamsomesha mume wake, akamwambia baba mzee, mimi nitalea familia, wewe nenda kasome. Baba naye akasoma. Akaja naye akapata kazi serikalini. Baba akapangwa eneo lingine. Subutu, si akapata mchepuko kule. Mimi nakwambia kweli. Kamtelekeza yule mama pale. Anakuja kumwambia mama, kama unataka niwe pamoja na wewe, tukubaliane twende kwa waganga. Mama anamwambia yule baba, kwani tangu tumeanza maisha, ni lini tulienda kwa mganga akatufanikisha? Mbona tumesali miaka yote? Leo hii umepata kazi ndio twende kwa mganga? Huyu Mungu aliyetutoa huko chini mpaka tukifika hapa, mimi nitaendelea naye. Mwanaume akasema, sasa kama hutaki, naenda kuoa mwanamke mwingine. Akaenda akaoa. Mke wa ndoa akabaki na watoto pale. Hello? Mke wa ndoa akabaki na watoto pale. Sasa kilichonifurahisha, japokuwa ni historia ya kuhuzunisha. Huyu baba siku moja alikuwa anakuja siku akijisikia kurudi kwa ndoa anarudi. Siku moja na mama anampokea, mama hana shida. Siku moja akamwambia mke wake, ningekuacha. Yaani ningekuacha kabisa kwa sababu unisikilizi. Lakini mganga wangu ameniambia mafanikio nilionayo yanatoka kwako. Huyu mganga alikuwa na akili huyu. Mganga alimwambia kabisa, baba, pamoja na kukufanikisha, usimwache mke wako yule. Kwa sababu yeye alitumia neno nyota yake ndio inakufanikisha. Mganga alitumia neno nyota. Yaani maana yake mama, zile baraka zake ndio zinaenda kumsaidia mchepuko. Sijui mnanielewa eh? Yaani mafanikio baba alionayo kule kwa mchepuko ni baraka zinazotoka kwa mke wa ndoa. Yaani mke wa ndoa anateseka wakati baraka anatumia mwingine. Kwani hizo ndoa za namna hii zipo? Zipo. Na wale michepuko wakishagundua hilo hawatoki hapa. Watafanya kila kitu asitoke. Yakobo alitakiwa afaidike na baraka za Agano. Lakini kwa kuwa Yusufu aliuzwa, baraka zote zilikwenda Misri. Zote zilienda kule. Yakobo akaanza kuteseka na watoto wake. Kasome Biblia uone mateso aliyoyapata. Tumsifu Yesu Kristo. Andika jambo la tatu. Andika, kufaidika na baraka zilizopo ndani ya agano ni uamuzi wako. Hata kama wewe ni muhusika wa agano hilo. Kufaidika na baraka zilizopo ndani ya agano ni uamuzi wako. Hata kama wewe ni muhusika wa agano hilo. Kufaidika na baraka zilizopo ndani ya agano ni uamuzi wako. Hata kama wewe ni muhusika wa agano hilo. Lakini kufanikiwa ni uamuzi wako. Maana zinaweza zikaja, wewe ukachagua laana badala ya baraka. Narudia mara ya mwisho. Kufaidika na baraka zilizomo ndani ya agano ni uamuzi wako, hata kama wewe ni muhusika wa agano hilo. Hata kama wewe ndio Yusufu mwenyewe. Kufaidika na baraka zilizomo ndani ya agano ni uamuzi wako.